Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, Ramadhan 13 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania kuimarisha uchumi wa viwanda. Rais Samia asema pia itaimarisha mifumo ya fedha za kidijiti. Akutana na rais wa Ghana, wajadili ajira kwa vijana. Mageuzi ya uchumi, ahamisha apange vituo mabalozi. Togolani apelekwa UN. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Rais wa Ghana ahimiza haki utu Afrika. Habari ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mwigulu ahadharisha ugomvi kugombea ardhi. Habari katika ukurasa wa pili. Mkumbi tu yaja na mambo 11 kuboresha biashara. Kitila asisitiza ushirikiano kukuza soko la Afrika. Habari katika ukurasa wa 3. Petroli, gesi, vyakula vyatajwa athari vita Iran Marekani. Habari katika ukurasa wa 3. Waziri aonya hakuna kitu kama faili kupotea. Habari katika ukurasa wa 4. Visikizi, janga linalonyemelea masikio ya vijana. Habari katika ukurasa wa 14. Moi yaimarisha huduma kutumia akili unde. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri nyuma ya mpango wa BOT kuuza dhahabu. Gavana wa Benki Kuu Tanzania BOT Emmanuel Tutuba ameeleza kuhusu uamuzi huo uliozusha mjadala, afichua kuwa serikali haijaishiwa akiba, azungumzia thamani ya shilingi sokoni. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3, ikiwa haya ni mahojiano maalum. Tanzania mbioni kurejea itifaki za mahakama Afrika. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimkaribisha rais wa Ghana John Dramani Mahama alipowasili katika ikulu ndogo ya Arusha kwa mazungumzo jana wakati wa ziara yake nchini Tanzania. Gazeti hili limeandika pipi korosho za kutwa na dawa za kulevya Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 2. Hali tete Mashariki ya Kati, RF yashika usukani Iran. Vita ya Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya Iran vinazidi kushika kasi, huku mamia ya watu wakipoteza maisha. Marekani na Israel zinashambulia Iran, huku yenyewe ikiendelea kupambana kwa kushambulia ngome za Marekani zilizopo kwenye nchi mbalimbali eneo la. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 6. Nukuu ya Papa Leo ikisema, natoa wito wa dhati kwa pande zinazohusika kubeba wajibu wa kimaadili wa kusitisha mzunguko huu wa vurugu kabla haujageuka kuwa shimo lisilorekebishika. Mwananchi limeandika bodaboda zageuka zoazoa vituoni da. Ni jioni yenye msongamano jijini Dar es Salaam, wakati ambao kila mtu akihangaika kurudi nyumbani kwa kutumia usafiri wa umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumanne leo. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali
hospitali ya Mji Mwema. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania Ghana zafungua ukurasa maeneo matatu za kubaliana kuimarisha ushirikiano kiuchumi, ajira kwa vijana. Ni matokeo ya mazungumzo ya Rais Samia na Mahama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Serikali yaalika wadau kujadili rasimu ya pili, habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia kuweka jiwe la msingi ujenzi wa matenki, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Mwigulu elimisheni wananchi masuala ya ardhi, habari katika ukurasa wa 3. Ulega aita TBA kutatua changamoto za makazi, habari katika ukurasa wa 3. Waziri Bashiru aipongeza TADB kwa ruzuku ya bilioni 1.157, habari katika ukurasa wa 4. Israel yashambulia Lebanon kujibu maroketi ya Hezbollah, habari katika ukurasa wa 19. Tatizo la tonsils, chanzo, dalili, tiba na uzoefu wa mgonjwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye limeandika siri bodaboda kukatwa miguu ni wanaopata ajali za barabarani. Uongozi wa MOI watoa ufafanuzi tuhuma zinazoendelea kwa wataalamu wake hospitali za chini za tajwa, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu ya mkurugenzi wa MOI Dr. Mpoki Ilusubisia ikisema kipaumbele cha madaktari bingwa wa taasisi hii ni kuokoa kiungo cha mgonjwa kwa gharama yoyote, kwani kiungo bandia hakiwezi kuchukua nafasi ya kiungo halisi kwa ufanisi sawa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Waafrika milioni 54 hatarini kuwa viziwi, Profesa Janabi Alonga. Leo dunia inaadhimisha siku ya usikivu duniani, huku takwimu zikionyesha juu ya ongezeko kubwa la tatizo la upotevu wa usikivu, hasa barani Afrika ambako changamoto za uchunguzi wa mapema, kinga na matibabu bado ni kubwa. Inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 watu milioni 54 barani Afrika watakuwa na upotevu wa usikivu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Pipi zenye dawa za kulevya za kamatwa Zanzibar, habari katika ukurasa wa 17. Vita Marekani na Iran, wachumi wataja hatua za kunusuru uchumi wa Tanzania. Zaidi ya watu 600 fariki dunia, mamia kujeruhiwa. Mashambulizi miji 131. Bei ya mafuta yatajwa kupanda. Washauri matumizi ya gesi asilia. Dhahabu ilindwe kuimarisha utalii wa ndani na masoko mbadala ya kimataifa. Zipo nukuu za wachambuzi mbalimbali ikiwemo Profesa Humphrey Moshi ikisema kinachotokea Mashariki ya Kati ni fundisho kwamba hakuna kitu kizuri kama kuishi kwa amani na utulivu, na hii ndio misingi mizuri ya uchumi na jamii kuendelea. Ipo nukuu ya Profesa Donatolomi ikisema Tanzania tunatakiwa kuona kitu gani kinatakiwa kwa muda mfupi na muda mrefu, hususan katika kuongeza uzalishaji. Mfano, tuharakishe kuimarisha zaidi miundombinu ya kusambaza gesi. Lakini pia ipo nukuu ya Profesa Haji Semboja, undani wake ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti Nipashe. Nipashe limeandika Tanzania Ghana kushirikiana mageuzi ya uchumi, ajira vijana, habari katika ukurasa wa 3. Tembo walivyobeba mizani ya ekolojia, utalii na tiba kiafya, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji
utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Jicho letu sasa ni katika gazeti Uhuru ukweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni fursa kiuchumi nje Ghana Tanzania. Rais Samia asema serikali inaendelea kuharakisha mkakati wa uchumi wa viwanda, ikiwemo kuongeza thamani ya mazao kama pamba na kuimarisha uchakataji madini. Habari katika ukurasa wa pili. Pipi korosho biskuti zatajwa kuficha unga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. RC atangaza kiama matapeli wa ardhi. Habari katika ukurasa wa 3. Na Nauka adokeza haueni ya vijana kupata mikopo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. TRA yatakiwa ijipange utekelezaji dira 2050. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar Mwigulu awapa wabunge kazi ya darasa la amani. Habari katika ukurasa wa 3. NSSF yapata mafanikio ndani ya siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi limeandika Dr. Khalid, tunajenga miundombinu kuchochea ukuaji uchumi. ZDCEA yavunja mtandao wa dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa 2. Tanzania Ghana kuimarisha ushirikiano kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mchemba waelimisheni wananchi umuhimu wa amani kuishi kindugu. Habari katika ukurasa wa 6. Dr. Pembe ataka misaada kwa wenye uhitaji. Habari katika ukurasa wa 3. Wa Iran wamiminika mitaani kumwombeleza kiongozi wao. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti Mwanahabari ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Samia athibitisha hali ya kisiasa nchini ni tulivu, asema serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha amani, utulivu wa kisiasa kama msingi mkuu wa maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi. Ni wakati wa majadiliano kuhusu ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Ghana mkoani Arusha. Habari katika ukurasa wa 3. Kuweka jiwe la msingi ujenzi wa matenki 15 ya kuhifadhia mafuta Kigamboni. Habari katika ukurasa wa 2. Waziri mkuu apokea kero 305 kutoka kwa wananchi Mbulu. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaweka uwajibikaji sekta ya ardhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. RC Chalamila atoa wiki moja kwa matapeli waliopora mali za wananchi. Habari katika ukurasa wa 2. Msajili wa hazina afanya mazungumzo na mwenyekiti wa Life Zone Melto. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa 2. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika kwani VAR shingapi? Kwa mtazamo wangu Dube hakuwa ameotea. Haya ni makosa ya kibinadamu, wakati mwingine ni vigumu kuona kila kitu kwa ushahidi katika kasi ya mchezo. Abdalla Kambuzi, mwamuzi wa zamani. Bado tuna safari ndefu kufikia kiwango kinachotakiwa. Ni mchakato unaohitaji muda na juhudi. Kujenga ni kazi ya muda mrefu, kubomoa ni rahisi. Saudi Abdalla, mwamuzi wa zamani. Dakika 61, Hamdani mwamuzi msaidizi namba 2 aliona tukio la kuotea la Prince Dube, wakati dakika 71 Mpanga mwamuzi msaidizi namba 1 aliyekataa bao la Selemani Mwalimu. Matokeo kwa ni Yanga 0 Simba 0, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Julai 15 mwaka 2024, aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa alizindua teknolojia ya usaidizi wa mwamuzi kupitia video VAR kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. VAR itapunguza manunguniko, makosa ya kibinadamu. Sisi kama TFF tumeandika barua kuomba vibali vya kutumia VAR kwenye ligi yetu. Rais wa Skyria. Hisia zangu na Edo Kumwembe, mechi za ubingwa Arsenal Man City. Makala ya Rising Woman Elizabeth Ilanda, riadha ilivyombadilishia maisha kusoma Marekani. Habari katika ukurasa wa 17. TPL leo Jumanne ni Mbeya City dhidi ya Fountain saa 10 kamili jioni Sokoine Mbeya. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo lenyewe limeandika Beka Pedro wafunguka.
Moi wako tayari kwa AFCON. Azam yalazimisha sare. Singida ya ng'ara nyumbani. Habari katika kurasa za ndani. Ateta raya aliyokoa maisha yangu. Habari katika ukurasa wa 22. Vituo 4 kutimua vumbi ligi ya mabingwa wa mikoa. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika Pedro tulizidiwa. Kocha huyu wa Yanga shangaa pila biriani la Simba, huku Beka akilia nyota wake kukosa mabao. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.